Mshambuliaji wa kimataifa wa Zimbabwe na klabu ya Young Africans Sports Club Prince Dube ameripotiwa kuwasilisha ombi la kutaka kuondoka klabuni hapo kufuatia kumalizika kwa mkataba wake wa sasa mwishoni mwa msimu huu wa 2025-26. Hadi sasa uongozi wa Yanga Sports Club bado haujamkabidhi mkataba mpya mshambuliaji huyo wa zamani wa Azam FC. Hali hii imeifanya kambi ya mchezaji huyo kusitisha mazungumzo yoyote na kusubiri uamuzi wa mwisho wa viongozi wa wananchi Young Africans kabla ya kuanza kusikiliza rasmi ofa kutoka vilabu vingine vinavyomvizia. Miongoni mwa vilabu vikubwa vinavyomfuatilia kwa karibu mshambuliaji huyo ni miamba ya soka ya Afrika Kusini Kaizer Chiefs wanaofahamika kama Amakos, ambapo wao wanatajwa kuvutiwa na uwezo wa Dube na wanataka kutumia nafasi ya kusuasua kwa mazungumzo ya mkataba mpya ili kumvuta mchezaji huyo kuelekea nchini Afrika Kusini. Hata hivyo, watu wa karibu na Prince Dube wamethibitisha kuwa kipaumbele cha kwanza cha mchezaji huyo kwa sasa bado ni kuendelea kusalia Jangwani na kuitumikia Yanga Sports Club, ili mradi tu pande zote mbili zifikie makubaliano ya maslahi yanayoridhisha kwenye meza mazungumzo. Tangu alipojiunga na Yanga Sports Club akitokea Azam FC mnamo Julai 2024, Dube amekuwa muhimili mkubwa kwenye safu ya ushambuliaji ya timu hiyo akisaidiana na nyota wengine. Katika misimu yake miwili aliyoitumikia miamba hiyo ya Kariakoo, amekuwa na mchango wa mabao muhimu kwenye ligi kuu ya NBC, kombe la shirikisho FA Cup na michuano ya CAF. Itakumbuka msimu wa 2024-25 wa ligi kuu ya NBC alipojiunga na Young Africans, Prince Dube alifunga magoli 14 huku akitoa pasi za usaidizi yani assist 6, na msimu uliomalizika 2025-26 wa ligi kuu ya NBC, Prince Dube amefunga magoli 10 huku akitoa assist 7, ambapo jumla kwenye ligi kuu pekee anakuwa amefunga mabao 24 na kutoa assist 13. Ukiachana na ligi kuu, pia Prince Dube amefunga magoli mengine kwenye michuano ya ngao ya jamii, kombe la shirikisho na hatua za awali za makundi za klabu bingwa Afrika katika misimu yote miwili na kumfanya kuwa miongoni mwa washambuliaji hatari zaidi ukanda huu. Kwa sasa mpira upo upande wa uongozi wa Yanga chini ya Engineer Hersi Said. Ni wao watakaofanya uamuzi wa mwisho kama watamuongezea mkataba mpya au watamwacha aondoke kama mchezaji huru yani free agent. Mashabiki wa Yanga wanasubiri kwa hamu kuona kama Amakos atafanikiwa kuinasa saini yake au kama Prince Dube ataendelea kusalia Jangwani.